Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amefichua kuwa maafisa wawili wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji ya Daktari Victoria Mutiso walikamatwa na kuachiliwa. Gachagua amebaini kuwa agizo la kuachiliwa lilitoka kwa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Kiongozi huyo wa DCP akizungumza katika kanisa la St. Philip's eneo la Gashie, kaunti ya Kiambu, amehuzunika kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wanaopaswa kulinda Wakenya ndio wanaotumika kuwaua, akishtumu baadhi ya viongozi kwa kushirikiana nao kuhangaisha wananchi. Mauaji ya Daktari Victoria Mutiso yakiendelea kuibua hisia nipe nikupe baina ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua na mkurugenzi wa DCI na waziri Murkomen zikiendelea kushuhudiwa. Sasa Gachagua amefichua kuwa maafisa wawili wa polisi ambao ni washukiwa kuwa mauaji hayo walikamatwa na hatima ya kuachiliwa huru kufuatia agizo lililotolewa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Huyu mmoja anaitwa Inspector Sang. Siku ya Thursday alishikwa hapo Thogoto. Murkomen akapiga simu akawaachiliwa. Huyo mwingine anaitwa Collins Kiplagat. Alishikiwa pale on your way to Mombasa, pale Mazeras. Murkomen amepiga simu amewachiliwa. Sasa tunakuuliza DCI. These police officers are in Kenya. They are killers. Wameua daktari. Wewe mwenyewe umesema ni hao walimuua. Kwa nini unawashika? Unaambiwa na Murkomen uachilie hao. Gachagua akisema kuwa maafisa hao walitishia kuwa wasipoachiliwa watatoboa siri, kwani pia walihusika na kuvuruga kanisa la ACK Witima, akihuzunika kuwa maafisa wanaopaswa kulinda wananchi wanahusika kupanga mauaji. Sababu ya huyu inspector kuachiliwa ni kwa sababu anasema atatoboa maneno. Yeye ndiye aliongoza ile kikundi ilipiga ACK Witima Church ubaya. Yeye ndiye aliongoza kikosi ilifamia kanisa yetu ya ACK All Saints Cathedral. Sasa anasema akikamatwa atatoboa maneno. So amewachiliwa. Ni kwamba polisi ndio wanatumika na serikali kuua Wakenya. Huyu DCI Mohamed Amin kazi yake ni cover up. Hapo Mount Elgon iko mtu alikuwa anasimama kiti hapo ameuawa. Family wamenitafuta, Rigiji tangaza DCI is covering up wale watu ambao wameua huyu alikuwa anapigania kiti hapo Mount Elgon. So that is a problem we are having as a country. Kando na hayo, amemrushia vijembe Kindiki akisema kuwa yeye sio ndugu yake, kwani alitumika na Rais Ruto kumdhalilisha na pia kazi aliyokuwa anaitekeleza na hata kuchukua nafasi yake serikalini. Niseme nimeona huyu Kindiki akisema, sina shida na Rigiji ndugu yangu. Siku alikuwa ofisi nilimheshimu. Tulikosana tu alipotoka akaniambia nitoke. Sasa Rigiji alitoka, siwedi walimtoa. Sasa nikuulize wewe Kindiki. Wewe uliniheshimu namna gani? Na siku nimemaliza pombe. Ilikuwa imeisha haijaisha? Wewe ulitumiwa na Ruto kurudisha pombe kuua watu. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto, ukae huko. Hapana, naita mimi ndugu yako. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake. Fredrick Kwambua, Undugu TV.